Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa ndo kwanza pia unatazama taarifa yetu ya habari hapa Channel 10 Plus, mimi ni Fatma Hassan na sasa ni habari za biashara na uchumi. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kumekuwa na ongezeko la ujumuishwaji wa wanawake katika shughuli za kifedha ikiwemo kwenye uongozi, ambapo taasisi za fedha 22 kati ya 42 zimefanikiwa kutekeleza waraka wa Benki Kuu ya Tanzania BOT ya kuzitaka kujumuisha wanawake kwa asilimia 30 hadi ifikapo mwezi Juni 2028. Akizungumza katika mkutano wa pili wa viongozi unaolenga kuongeza ushiriki wa wanawake kwenye sekta ya fedha na ushiriki wa wanawake kwenye uchumi, Gavana Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema kwa malengo waliojiwekea kwenye mkutano wa kwanza wa viongozi mengi yamefikiwa, huku mabenki mengi yakiwa na sera maalum ya kuwawezesha wanawake kufikia ngazi za juu na sera ya kuhakikisha kila benki inakuwa na bidhaa maalum kwa ajili ya wanawake. Lakini pia Gavana Tutuba amesema kumekuwa na ongezeko ushiriki wa wanawake kwenye uchumi, ambapo mikopo kwa kundi hilo imeongezeka na hata matumizi ya taasisi za fedha. Tumeandaa kampuni tunaita itakuwa ni Credit Guarantee Corporation, kwa maana ya kampuni itakayokuwa ina support shughuli mbalimbali katika kurasimisha biashara, kuwezesha watu kuandikia maandiko yanaweza kupata mikopo benki, lakini kufuatilia mchakato wa mtu kukopesheka, ile credit worthiness, na kuwezesha pia watu wapate dhamana, hasa wale ambao kwa bahati mbaya hawana mali aidha zinazohamishika au zisizohamishika. Na pia tuna mchakato wa kuboresha hata sheria. Tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake. Mabenki kwanza wamejitahidi sana katika kuongeza ushiriki wa wanawake katika meza ya maamuzi, na meza ya maamuzi hapa tunamaanisha kwenye bodi, lakini pia kwenye nyadhifa mbalimbali za kibenki, yani kwenye management, kwenye uongozi wa mabenki, hasa kwenye ngazi ya bodi. Tayari mabenki mengi yamefikia kile kiwango cha angalau asilimia 30. Na baadhi ya wafanyabiashara ndogo machinga walioondolewa katika mitaa mbalimbali inayoingia katika soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam wameshukuru uongozi wao kwa kuwatafutia maeneo mengine katika mitaa ambayo wanaendelea na biashara baada ya kukaa bila kufanya biashara kwa takribani miezi miwili sasa. Ifuatayo ni taarifa kamili. Wakizungumza na Channel 10, wakiwemo wale waliokubali kuwapokea wenzao, wamesema uongozi wa machinga ulichukua hatua ya kuwaomba wenye meza zilizozidi futi 4 kupunguza hadi futi 3 ili kuwapatia nafasi wenzao waweze kuendelea na biashara, huku wakisubiri serikali ikiendelea na utaratibu wake wa kutafuta namna nzuri ya kuwapatia maeneo ya kudumu machinga hao. Tunamshukuru uongozi wetu wa machinga kwa namna walivyopambana, wakajitahidi namna ya kututafutia maeneo mengine kama hivi, wametupatia maeneo kama haya. Sisi ni wale ambao tuliondolewa mtaa wa Tandamti kupisha shughuli zingine za soko. Tunaendelea kupungua na tuna imani sisi tumepata nafasi, na tukaingia kwenye zoezi hilo la kukata kutoka futi 4 meza kurudisha mpaka futi 3. Zikipatikana futi 3 kwenye meza 3 inapatikana meza 1. Akizungumzia zoezi hilo, mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dar es Salaam Steven Lusinde amesema jumla ya wamachinga 420 walioondolewa katika mitaa hiyo, na mpaka sasa wamefanikiwa kuwapatia maeneo wa machinga 150, huku wakiendelea kutafuta maeneo mengine kwa ajili ya waliobaki. Ukumbuke kwenye meza hii awali ilikuwa ya futi 4. Kwa hiyo tukawaita hawa, tukazungumza nao kwamba tunawaona wenzetu wakiamka asubuhi wamekaa, tukiwa tunasubiri serikali kuja kutatua hii changamoto. Tunaonaje sisi wenyewe tujiongeze ili kusaidia wenzetu? Bwana Lusinde ameiomba serikali kuongeza kasi katika utekelezaji wa mradi wa soko la wamachinga litakalojengwa eneo la Jangwani, hatua ambayo itapunguza msongamano kwa wafanyabiashara
na watu wengine katika soko la Kariakoo. Kwa hiyo ombi langu mimi kwa serikali, kwa waliopewa majukumu, wasifanye haraka wakatengeneza zimamoto, lakini kwa uhitaji wetu sisi tunatamani sana tuanze kuona kitu kinaanza kuonekana pale Jangwani. Nashukuru riziki inapatikana, watoto wanaenda shule. Nashukuru pia serikali kuu kwa kuweza kumsikiliza na kumsapoti kwa hili. Najma Abdallah, Channel 10, Dar. Naam, ni taarifa yake Beatrice Eric iliyowekwa sauti na Najma Abdallah. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi, Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.